Tuko na mama mzazi wa mtoto Patrick. Kama unavyojua Patrick sasa hivi ni habari ya mjini, na mama yake ni wale wa mama ambao ni nguli sana kwenye mambo haya ya kuigiza filamu nchini Tanzania. Kwanza mama, hongera sana katika hilo, lakini ikiwa ni siku na fursa kubwa sana, nataka tuzungumze kidogo, tupige story. Kwanza hongera sana. Harakati vipi kwanza mjini? Tunaendelea vizuri tu, asante na shukuru. Mimi nilikuwa nataka kujua kitu kimoja mama. Sasa hivi ukiangalia kwa jicho lako la kiutaalamu kwenye masuala ya kuigiza, unaona vijana wanatendea haki tasnia? Wanaitendea haki kwa sababu wanapita tulipopita, na pale wanapokuwa hawaitendei haki, na maana hakuna kazi ambayo haina director, haina crew. Maelekezo yanatolewa, wanafuata maelekezo, ndio maana wanafanya kazi. Nilikuwa nataka nijue kwamba sanaa ilikuingia kwenye damu mpaka ukaamua hata mtoto wako naye awe mwigizaji. Mimi nina kipaji, kwa hiyo na yeye amekuwa na kipaji tangu yuko mdogo, na alipoingia kwenye sanaa sikustuka, kwa sababu kipaji chake kilianza kuonekana akiwa na umri mdogo sana. Nani alimuingiza kwenye sanaa? Kutokana na kipaji, kwa sababu mimi mwalimu wangu wa sanaa, Mungu amrehemu, Chaiba Kombo, aligundua kipaji cha mtoto wangu. Alisema huyu mtoto wako atakuja kuwa msanii ama muigizaji, kwa sababu alikuwa anamwambia afanye baadhi ya vitu alikuwa anavifanya kwa wakati huo huo na kubadilika kwa wakati huo huo. Kimwambia cheka akiwa na umri wa miaka kama 3.5 alikuwa anacheka hapo hapo. Nyumbani tunamuita OJ. Kimwambia OJ cheka, sasa yeye atacheka. OJ, hebu kasirika. Kama mtu amechukua magari yako ameyachezea vibaya, kasirika, anakasirika saa hiyo hiyo. Yaani kila anachomwambia anafanya kwa wakati huo huo. Kutokana na unguli wake, yule mwalimu wangu marehemu aliniambia huyu mtoto atakuja kuwa mwigizaji. Kwa hiyo ilipotokea chance, marehemu Steven Kanumba, Mungu amrehemu, na Mtito Game Fest Quality walipokuwa wanahitaji mtoto, nikamwambia mtoto wa umri huo mimi ni naye, alikuwa yuko shule Upanga, wakamfuata, walivyomuona wakasema anafaa. Kwa hiyo ndio tukaanza kuigiza kwa pamoja White Maria. Okay. Sasa kwa pamoja mlianza kufanya vizuri, na umetaja White Maria hapo. Nilikuwa nataka nijue kwamba ile movie ya White Maria wakati unaicheza ilikuwa vipi ugumu, kwa sababu kuna namna fulani ulikuwa kama unaonekana ni jini, lakini jini fulani hivi mstaarabu, jini mpaka mara mwisho unakuja kupotea na gari moja kwa moja. Mimi nataka utupitishe kule kwenye White Maria uliposhoot. Kuna vitu vingine unaviigiza lakini vinatisha. Na ugumu niliopata sana ilikuwa kwenye baadhi ya scenes. Ilikuwa kutembea nikiwa peku, lakini jua lilikuwa kali sana, alafu kulikuwa kuna lami, kwa sababu tulikuwa tunashutia sehemu ambayo ina barabara. Wakati natoka kwenye gari vile ninavyotembea, alafu na kule tulipokuwa tunashutia baharini fukweni, kulikuwa kuna miba mingi, na scene inanitaka mimi nitembee bila viatu. Ilikuwa imenipa ugumu. Lakini ugumu wa mwisho kuwaigiza hawa ambao huwa waigizwi, mimi naweza nikasema hivyo, kwa sababu sio katika uhalisia wa binadamu kama sisi tunavyoigiza hizo kazi nyingine. Tunafuata labda malaika tuseme, au majini au vitu vingine, lazima mtu uogope. White Maria ilikuwa ni story ya kweli kabisa. Asijui mwandishi alifikiria nini, huenda alikuwa ameisoma ama ameijua ama amesikia kwa story tu za watu, I don't know, lakini sisi tulienda tulicheza kama wasanii. Lakini yale maisha ya White Maria ni kweli, ukiangalia kwa ufanisi wako yapo? Yapo, kwa sababu kuna watu wanakaa na wasichana wa kazi wanawanyanyasa bila kujua wana nguvu gani nyuma yao. Na sasa hivi mambo yanatokea sana, unasikia story tu msichana wa kazi amefanya tukio hili, amefanya tukio hili. Sababu unaishi na mtu ambaye hujui nguvu yake, lakini wewe unamnyanyasa. Anapokuja kureact sasa kutaka kuonyesha nguvu yake, ndio yanatokea ya kutokea. So siku unakuwa daddy confess. Hongera sana. So mama, sasa hivi tunakuona kwenye episode mbalimbali ukiwa una participate, lakini pia heshima yako iko vile vile. Una maintain standard kubwa za kuigiza. Nataka uniambie sasa, kwa the way ambavyo mnaona tasnia ilipo hapa na IQ zenu zilivyo, mna mpango gani katika kuhakikisha basi mnalinda zile status zenu, lakini pia kitu ambacho mlikianzisha tokea kipindi kile mkiwa Game Fest Quality kinazidi kusonga mbele? Sisi tumefundishwa nidhamu kwa sababu tulitokea kwenye makundi, lakini kuna wengine hawatokei kwenye makundi, bado tunaendelea kuwafundisha taratibu mpaka watuelewe. Na unapokuwa kwenye kazi yoyote, sio tu sana, hata kwenye kazi za maofisini, nidhamu ni kitu muhimu sana. Kwa hiyo tunalinda hizo status kwa sababu tuna malengo
tuna ndoto, tunataka tuache legacy. Mtu anayekuja ajue kabisa kama Mama Njahidi alipita hapa. Mama Njahidi alikuwa ni muigizaji ama ni msanii, lakini anaishi hivi kwa sababu mimi niko msanii wa jukwaani, niko msanii wa filamu. Kwa hiyo nataka niache alama nzuri, na Mheshimiwa marehemu mzee wetu Al-Hassan Mwinyi, Mungu amrehemu, alisema unapoishi ishi ukiondoka waache alama nzuri. Kwa hiyo tunapita humo. Hapo kwenye kuacha alama nzuri, Mama Patrick, wako ambao wanadisi kwamba lakini mbona kama Mama Patrick kuna namna fani the way alivyo na nini, mbona kama mtoto wake kuna mambo fani ambayo labda tungetarajia kama mzazi angekuwa labda anapaza sauti kuyakemea na mambo kama hayo. Kwa upande wako labda una nini cha kuambia watu design hii, watu wa mitandao sana? Kwa kutokana na aina ya swali lako, mimi kwa kijana wangu huwa nazungumza naye sana nyumbani, na sijaona kama aliwahi kufanya kwazo la kuonekana sana kiasi kwamba mpaka watu wakasema kwa nini mamake hapa haongei. Sijaye kukaa kimya pale anapokosea katika makosa kikawaida, lakini hayo makosa mengine makubwa inawezekana mimi siyajui, na mtoto wewe unamlea tu, lakini anapotoka ujue tu anaenda kufanya vitu anavyovijua yeye na vijana wenzie ama na watoto wenzie. Alipokuwa na umri mdogo, sasa hivi amekuwa mkaka mkubwa. Kwa hiyo tunajuana mimi na yeye tukiwa nyumbani. Nje ya nyumbani anajulikana na watu wengine. Wanadai kwamba ni mtu wa mahusiano mengi sana. Kwa umri wake, labda kwa career yake inawezekana yanatokea, lakini sio kwa kwetu sisi wanafamilia, na maana sio kwa nyumbani. Hata leo ukija nyumbani kwetu ukimuuliza, naye mjukuu wangu pale, ukimuuliza kama Uncle Jay alikuja hapa na nani, anaweza kukwambia hajawahi kuja na mtu. Mjukuu ni mjukuu wa Uncle Jay au? Mjukuu wa mtoto wangu wa kike. Wa kike. Lakini sio Patrick. Okay. Kwa sasa tunasema kwamba sasa Patrick, ina maana mama ndo anazuia kwamba labda haina wanawake ambao labda anakuja kuwatambulisha labda hawaendani na hadhi ya party, ndio maana hatuoni sherehe na vitu kama hivyo? Hapana, hadhi ya mtu anajua Mwenyezi Mungu. Ukiachana na hizi za kidunia, uhusiano ama mke ama mme, Mungu ndo anapanga. Kwa hiyo inawezekana wakati wake hujafika, ukifika atatuletea huyo mkwe wetu, atatutambulisha, taratibu zitafanyika kama kawaida, na mimi siwezi kumzuia, ila mimi nampa maangalizo ama namfunza, mwanangu, hichi kibaya usifanye, hiki kizuri fanye, hiki kibaya chana nacho, hivyo. Wako ambao walikuwa wanadisi ukaribu wake na Jennifer, lakini wewe ni kama mzazi, ulikuwa unaonaje Jennifer na Patrick walipokuwa wako pamoja kwenye kuigiza, lakini pia mitikasi hapa na pale, kitaa na mambo yote hayo? Jennifer ni mwanangu, Patrick ni mwanangu, na nimewahi kujibu sana haya maswali, kwa niliwahi kuwauliza na mahusiano ama mnatamani kuwa na mahusiano ama vipi, wakasema tunataka tubaki dada na kaka ili iendelee kuwepo hiyo milele na milele. Tukiingia kwenye mahusiano, tukikorofishana, tukigombana, tutapotea mazima, kwa sababu tunaona labda kuna baadhi ya watu wakigombana ndio shughuli imeishia hapo. Kwa hiyo wao ni kaka na dada, hawana mahusiano ya kimapenzi. Na kama mzazi ulilibariki hilo la nini? La kuwa kama kaka na dada. Kwa sababu hata mamake Jennifer na mimi ni watu wa karibu, tuko pamoja. Hali kadhalika na mama Kanumba, yani tunataka tulinde ile ya Kanumba iendelee kuwepo vile ilivyo, isipotee. Unajua nyinyi wote vijana mnajua, watu wakiingia kwenye mahusiano wakikorofishana, ina maana ndio itakuwa hata nyamwezi kutafuta tena Patrick yuko wapi, Jennifer yuko wapi, itakuwa ndio imeisha. Lakini wakibaki hivyo walivyo, hayo maswali yataendelea kuwepo milele na milele. Nashukuru sana. Asante, nashukuru.